enda kuimarisha baadhi ya wachezaji waliosajili wachezaji bora. Kwa hiyo tutegemea ambao Yanga anaenda kucompete na hawa jamaa, lakini hawa hawana uwezo wa kuweza kuuliza maswali Yanga na kuweza kusema kwamba kuifunga Yanga. Bado Yanga ni timu bora ukilinganisha na hawa Gaborone. Lakini kuna baadhi ya watu na wachambuzi wanasema Simba wamepata mchekea, ila Young Africans ndio wamepata timu ngumu. Kwa hiyo unalionaje kweli Simba wamepata mchekea kwa ile Mighty Wanderers? Ukizungumzia hii Gaborone kwanza, kwa Botswana ni timu ambayo ni timu kubwa na timu ngumu kweli kweli. Kwa Botswana sio timu ya kuibeza Gaborone kwa upande wa Botswana kama nilivyokuambia awali. So far kwa mashindano ya CAF Champions League ni mashindano mengine kabisa. Hawana uzoefu kucheza mashindano ya CAF Champions League. Unaweza kuona mafanikio yao makubwa kabisa. Wameingia kwenye raundi ya pili. Kwenye configuration ndio wamefika kwenye 16 bora. Unaweza kuona ukiwazungumzia wale wanaitwa tulopangiwa nao sisi ni naitwa Mighty Wanderers. Wale bwana unaweza kuona nao ni timu ya Malawi. Ile timu haina nayo uzoefu kwenye mashindano ya CAF Champions League. Japo kwenye Malawi ni timu ambayo unaweza kucompete na Nyasa wanaita Bullet wale. Ni timu ambayo ni kwa Malawi inajipambanua. So far unaweza kuona wana uwezo wa kucompete kwamba kushindania mataji hususan kwenye Malawi, lakini kwenye CAF Champions League hawana uzoefu. Unaweza kuona ni timu ambayo ni mabingwa wa Malawi, walikuwa mabingwa kama sikosei kwenye almost kwenye idadi ya magoli, kwamba wamewazidi wale Silver Striker kwa wamechukua mabingwa kwa different ya magoli. Lakini so far sio timu ambayo unaweza kusema itakompiti na Simba moja kwa moja kwenye ushindani. Yapo kwenye mchezo wa mpira wa miguu lolote linatokea, lakini kwenye mizani ama kwenye karatasi bado Simba wanaenda kuwa bora ukilinganisha na hawa Mighty Wanderers. Ukiangalia kwa hizi timu ambazo wamepangiwa, Simba na Yanga wanapaswa kuwa na wasiwasi au relax kutokana na sajili ambazo wamezifanya? Kwenye makaratasi huwezi kusema kwamba Simba anaweza ikafungwa na hawa Mighty Wanderers. Mighty Wanderers. So far bado Simba ina uzoefu, ina wachezaji bora ukilinganisha na hawa Mighty Wanderers. Lakini kwenye mpira lote linawezekana. Unaweza kuona tuliwadharau hawa, hata Gaborone walitusumbua sisi. Unaweza kuona timu hizi ndogo ndogo ambazo tuliwadharau. Sisi tulifungwa na timu ya Botswana kama sikosei. Inaitwaje ile? Ilitupiga comeback hapa. Kuna timu fulani ya Botswana wao walikuja kutuuliza maswali tukashindwa kujibu. Kwa so far timu ambazo hizi zinaanza kujitafuta ni timu ambazo wanaingia na mpango mkakati madhubuti. Endapo utapofanya makosa ama utajisahau, lazima watakuuliza maswali, utashindwa kujibu. Lakini kwenye mkaratasi ukiangalia timu yetu ya Simba, kutokana na wachezaji ambao walikuwa nao, uzoefu waliokuwa nao kwenye mashindano hususan ya CAF Champions League, ni timu ambayo ukiambiwa nafasi unaweza kuipa nafasi Simba. Lakini bado kwenye mchezo wa mpira miguu inatakiwa uonyeshe nini? Uonyeshe kiwanjani. Wanasema kwamba historia huwekwa kwa ajili ya kuvunjwa. Sio faa kwangu mimi, ukiniuliza nitakwambia kwamba Simba na Mighty Wanderers bado Simba na nafasi kubwa ya kumtoa huyu, japo inatakiwa ithibitishe uwanjani, ichange karata zake vizuri, hiyo ndio kuprove ili jambo. Tumezoea kushuhudia magoli mengi pale tunapoanza michuano ya hatua za awali. Young Africans wamekuwa akifunga magoli mengi sana. Pengine kwa hii Gaborone ambapo hii Gaborone iliweza kuwasumbua sana Simba msimu uliopita. Je, tutarajie kushuhudia mechi ngumu kwa upande wa Young Africans kwa sababu tayari wanafahamika wale sio wa kawaida? Hawa Gaborone kwa watu wengi wasiojua, hawa bwana wanapenda kutumia 4-3-3. Mfumo wao wanapenda kutumia pembeni, winga zile za pembeni. Unaweza kuona kuna huyu kocha wao ndio filosofi zao. Aidha watatumia 4-2-3-1 ama 4-3-3. Hawapendi kupita katikati. Wanapenda kutumia winga. Unaweza kuona wana mafullback ambao wana uwezo mkubwa wa kushambulia nafasi, wana mawinga bora, hata forward wao huyu anafunga vizuri, wana kiungo wao ambao wanamtegemea. Yule kiungo ndo tuseme ndo creativity, ambaye ana uwezo mkubwa wa kutumia kwenye counter attack. Anaweza kuchukua mpira na kuzitafuta zile space hususan katika mawinga. Kwa hiyo hii timu unaweza kuona watu wengi wanaweza kwambia Gaborone ni timu ya kawaida. Hapana. Filosofi zao kubwa ni kushambulia. Hawategemei kupaki basi wala hawategemei kupita katikati, wanategemea kupita pembeni. Na unaweza kuona Yanga ndio maana kwamba safari Yanga ni katika timu bora Afrika. Yanga pia imo. Kwa nini? Kila aina ya mchezaji ambaye unategemea wakupatia matokeo nayo,
Ukitegemea kwamba utumie pembeni, Yanga wana wachezaji yao. Ukitaka upite katikati, Yanga wana wachezaji yao. Unaweza kuona njia pekee ya kuwazuia wachezaji ambao timu ambayo inatumia pembeni, kwamba kwa 4-3-3 na wewe cheza 4-3-3 au cheza 4-4-2. Maana yake nini? Wakiamua kupita pembeni na wewe pita pembeni. Unaweza kuangalia Yanga kwa pembeni wanao wachezaji bora. Unaweza kuona kuna Alex Kangwanda ni winga bora kabisa. Kuna yule unaweza kuona Alan Okello ni mchezaji ambaye anaweza kutaka kumchezesha winga anacheza. Kuna yule nani huyu yule nani Hussein Zoran. Yule naye winga anacheza. Ndio maana nakwambia safari hii Yanga utakavokuja ndivyo utavokupokea. Wana wachezaji bora kabisa pembeni. Unaweza kuona hasa unapomzungumzia kocha Mankoba. Huyu kocha ana mbinu nyingi sana. Kwanza sifa huyu kocha azui. Huyu kocha ni bora zaidi kwenye kushambulia, unaanza kwenye mifumo yake. Ndugu yangu Matole, mimi nilizungumza sehemu fulani kwamba huyu kocha Mankoba ni kocha bora kuliko kocha huyu Ibenge. Kocha Mankoba ni bora kuliko kocha wetu huyu Baka. Mashabiki wengi walinibeza, lakini hebu ambie mashabiki wote, unapotumia mfumo wa kushambulia, huyu kocha huwa ana mifumo mingi zaidi. Kocha anapenda zaidi kutumia nini? 4-3-3. Tukiangalia hawa Gaboroni wanapenda kutumia 4-3-3. Sasa wanaenda kukutana na mastermind wa 4-3-3 ambao ni kocha Mankoba. Anaweza kutumia mawinga na vile vile hata kwenye creativity bado wana wachezaji wengi ambao Yanga unaweza kuona wameongezewa na Peter Shalulile. Peter Shalulile kwenye 4-3-3 yeye anaweza akasimama mbele pale. Kila wale mawinga watavotumia zile pasi zao cross kumwekea mwamba, na mara nyingi sana mipira wanaweza kukuta kwenye nyavu. So far Yanga wana wachezaji bora ambao kila mifumo ambao wanaocheza nao wanaweza kuuliza maswali na usiweze kujibu. Tukiachana na hilo, jana pia kumekuwa kuna habari zinavuma mtandaoni zinasema Young Africans wamefungiwa na FIFA kipindi cha misimu mitatu wasisajili kutokana na pengine madeni wenyewe wanajua wao wenyewe. Hii taarifa umeipokeaje? Tumeona hizi taarifa zimekuwa zikijitokeza mara kwa mara, wanasema Yanga wanafungiwa lakini tunaona wanasajili. Hii vipi? Kwanza mimi nashangaa sana kusikia hizi uvumi. Unajua mimi nimesikia kwamba wanasema Yanga imefungiwa. Ndugu yangu wa Matole, mimi tokea nianze kusikia hizi taarifa zao, uzushi wao kwamba Yanga amefungiwa kabla mimi sijaota ndevu. Nasikia Yanga imefungiwa, lakini bado wao Yanga wanasajili ma quality player. Sasa ndio wanashangaa kuna baadhi ya wachambuzi wanaidodosha Yanga, wanaitaka kuambia kwamba Yanga imefungiwa. Brother, safari Yanga hitaji promo. Yanga hitaji promote yenyewe. Safari Yanga haitaji promo. Yanga yenyewe itajielezea, hitaji promote yenyewe. Brother, hebu kwenye kwetu tuzungumzeni kweli. Wewe tokianza kusikia Yanga imefungiwa ni leo? Tokianza kusikia Yanga kwamba wamefungiwa ni leo? Lakini bado wanasajili na ma quality player wanaleta. Ndio maana nakwambiaje, Yanga ili afungiwe Engineer Hersi asiwepo. Huyu Engineer Hersi ni kiongozi wa vilabu vyote hivi. Na ndio maana nakwambia mnapojitahidi kuidodosha Yanga, labda Engineer Hersi asiwepo. Na nimeona hizi tetesi, kuna mchambuzi mmoja anaita Ngereza, huyu ndo anayesambaza hizi uvumi. Mtumie fursa hii kumwambia Ngereza, Yanga haiwezi. Yanga ni taasisi kubwa sana. Anapohitaji Yanga itaje kwa heshima. Hebu kwenye ukweli tuzungumzeni kweli. Anasema kwamba tarehe 5 Yanga ndio wamefungiwa madirisha matatu. Ma quality player wote hawa wanaosajiliwa wanatoka wapi? Nimeona baadhi ya mashabiki wenzangu wa Simba hizi habari wanazifurahia. Hebu waambie Yanga safari hii inahitaji promo.